Hivi karibuni mshambuliaji wa Simba Jonathan Soa azua gumzo huko Msimbazi. Amekuwa gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka nchini baada ya tukio lililotokea katika mchezo wao dhidi ya Azam FC. Katika mchezo huo Soa alionekana akicheza rafu isiyo ya kiungwana kwa kiungo wa Azam FC Midi Mao kwa kumpiga kiwiko kwa makusudi. Tukio hilo liliwaacha mashabiki wengi wakishtuka, wakiamini kuwa lilistahili adhabu kali kutoka kwa mwamuzi wa mchezo, ikiwemo kadi nyekundu, lakini refa aliamua kupuuzia tukio hilo na kuacha mchezo uendelee kama kawaida. Kutokana na hali hiyo, mjadala mkali umeibuka mitandaoni katika vijiwe vya soka kuhusu tabia na nidhamu ya Jonathan Soa. Wapo wanaosema kuwa kitendo hicho kimemfunua kwa namna ambayo wengi hawakuwahi kukiona, kwani kwa muda mrefu amekuwa akionekana kama mchezaji makini na mwenye nidhamu. Hata hivyo, upande mwingine wa mashabiki unaamini kwamba huenda kulikuwa na sababu za ndani ya uwanja zilizomfanya achanganyikiwe na kukosa utulivu wa kiakili katika muda huo wa mchezo. Mjadala huu umeenda mbali zaidi na kugusa hoja nyingine ambayo imekuwa ikizungumzwa kimya kimya kwa muda mrefu. Kwa nini Jonathan Soa amekuwa akitokea benchi katika mechi nyingi badala ya kuanza? Wengi wanaamini kuwa yeye ni mmoja wa washambuliaji bora zaidi nchini kwa sasa, mwenye uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, kasi, nguvu na uwezo wa kupachika mabao. Lakini kitendo chake cha hivi karibuni kimewafanya baadhi ya mashabiki kuanza kujiuliza kama huenda kuna changamoto za nidhamu nyuma ya pazia zinazoathiri nafasi yake katika kikosi cha kwanza. Ingawa hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa benchi la ufundi la timu hiyo, mjadala huu umeendelea kushika kasi. Wapo wanaomtetea Soa wakisema kuwa makesi kama haya hutokea kwa wachezaji wengi wakubwa duniani na kwamba haitakiwi kumhukumu mchezaji kwa mechi moja. Hata hivyo, wengine wanaamini kuwa ni wakati sahihi wa benchi la ufundi kumchunguza kwa makini mwenendo wa mchezaji huyo ili kuhakikisha kwamba timu haipotezi mwelekeo kutokana na masuala ya nidhamu.